بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين ويا علي بن أبي طالب، صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، سيدي يا حسين، ليتنا كنا معك في أرض كرب وبلاء فنفوز فوزا عظيما. رزء أطل فجل في الأرزاء، زفراته هبت على الغبراء، يا نكبة عمت على كل الورى، عمت على الآفاق والأرجاء، تالله رزء محمد أوهى القوى، وطوى الضلوع ومض في الأحشاء. اليوم قد فقدت أباها فاطم، فقدت أباها أرأف الآباء، من ذا يعزي المرتضى في المصطفى والأنبياء بسيد الأمناء. Poleni kwa msiba mzito wa al-Imam al-Hussein. Poleni kwa msiba mzito wa kizazi cha Mtume Muhammad ambacho kimeuliwa katika masiku haya tuliyokuwa nayo. Lakini poleni na msiba wa masharifu, viumbe bora katika viumbe walioumbwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pole ewe mtume, pole ewe Muhammad bin Abdillah kwa msiba wa mwanao, kwa msiba wa mjukuu wako Hussein, msiba ambao ulikuwa ukiuomboleza, uliulilia hata kabla ya kutokea kwake. Siku hii ya leo wa kwanza kupewa pole ni Mtume Muhammad. Msiba wa Mtume Muhammad ni msiba ulioenea sehemu zote, ni msiba uliotambaa ukagusa kila mahala, ni msiba uliowaenea watu wote. Ammat ala al-afaqi wal arjai, hakuna sehemu ambayo haikuathirika na msiba wa Mtume Muhammad. Leo mizozo yote tuliyokuwa nayo, lau angekuwepo Mtume Muhammad aliyekuwa anapata wahi wa Mungu, angetoa maamuzi. Tallah, na apa kwa Mwenyezi Mungu, msiba wa Muhammad ni msiba umetunyima nguvu, umetukosesha amani. Siku hii ya leo ya mauaji ya Karbala, siku hii ya leo ambayo tunaukumbuka msiba wa Mtume Muhammad, ya leo
Fatima binti Muhammad amemkosa baba yake, amemkosa baba ambaye ni arafal abai. Hakukuwa na baba mwenye huruma kama vile Mtume Muhammad. Siku hii ya leo tunapokumbuka kifo cha Mtume Muhammad, Fatima amemkosa baba yake. Man dha yuazzi al-murtada fi al-mustafa, nani atampa pole Ali kwa sababu ya msiba wa Mtume Muhammad? Nani atampa pole Mtume Muhammad kwa sababu ya msiba wa mwanawe Hussein? Man dha yuazzi al-murtada fi al-mustafa wal anbiya bi sayyidil umanai. Nani atawapa pole mitume kwa sababu ya kifo cha Muhammad? Nani atawapa pole mitume kwa sababu ya kifo cha Aba Abdullah al-Husayn? Man dha yuazzi al-murtada fi al-mustafa wal anbiya bi sayyidil umanai. Man dha yuazzi al-mujtaba fi jaddi. Wallah, nani atampa pole al-Imam al-Hasan al-Mujtaba kwa kufiwa ni baba yake, babu yake Mtume Muhammad? Nani atampa pole al-Imam al-Hasan al-Mujtaba kwa sababu ya kufiwa na mdogo wake Abi Abdullah al-Husayn? Man dha yuazzi al-mujtaba fi jaddi Hasan az-Zakiyya wa sayyid ash-shuhada'i. Nani atampa pole Husaini kwa msiba wa baba yake Mtume Muhammad kwa sababu ya msiba wa babu yake bwana Mtume? Wa mahabit al-wahyi allati qad utilat liraziyatin ammat ala al-butaha'i. Wallah, nani wa kutoa pole nyumba ya Mtume Muhammad kwa sababu ya kifo cha Mtume Muhammad? Utilat, haina watu, nyumba zote ni tupu, huzni imetawala. Watauju Fatimatu biqalbin walihin. Fatima, athari za msiba wa baba yake zilikuwa ni nzito, zilikuwa zikionekana akilia, akimuita baba yake abata. Qad asbahat nahba hawadithin hatakat surufu ad-dahri sitra azai. Baba, yaliyotokea baada ya wewe kuondoka duniani ni mazito, ni makubwa, si mambo ya kawaida. Man dha yuazzi al-murtada fi al-mustafa wal anbiya bi sayyid al-umanai. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammad ayya munqalabin yanqalibun wala udwana illa ala adh-dhalimin. Atiru majlisakum bidhikri Muhammad wa ali Muhammad. Vizuri, kwa ufupi tukamtambua mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bwana mkubwa huyu jina lake ni Muhammad. Baba yake Mtume Muhammad ni Abdullah. Mama yake ummuhu Aminatu bintu Wahab ni Amina bintu Wahab. Jadduhu, babu yake Mtume Muhammad ni Abdul Muttalib.
khalifa wake au mtu aliyerithi kiti chake baada ya yeye kuondoka duniani ni Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wasalamuhu alayhi. Hana tabia kukunja uso, alikuwa na tabia nyepesi, anaweza kudili na mtu wa aina yoyote. La yajlis wa yaqum illa wa yadhkuru Allah. Sayyiduna Muhammad akikaa lazima amtaje Mungu, akinyanyuka lazima amtaje Mungu, dhikrullah. Na alikuwa mwenyewe sallallahu alayhi wa alihi yajlisu haythu yantahi bihi almajlis. Allahu akbar. Anakaa pale mwisho panapoishilia kikao. Akija akiingia kwenye majlisi kama hivi, pale palipoikaa mtu wa mwisho ndiyo atakaa. Hawavuti watu wampishe nafasi ili ende akakae mbele. Ana mengi ya kuelezewa sallallahu alayhi wa alihi. Afdalu ashabi, katika masahaba wake bora zaidi, alikuwa na wengi, lakini katika masahaba wake bora zaidi ni Salman al-Farisi, Abu Dharr al-Ghifari, Al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi, Ammar ibn Yasir, Jabir bin Abdullah al-Ansari, Hudhaifa ibn al-Yamani, Abu Ayyub al-Ansari, Khuzaimah ibn Thabit al-Ansari. Hawa walikuwa ni watu maalum kwake, lakini alikuwa na wengi. Hurubuhu, vita vyake ni Badr, Uhud, Ahzab, Khaybar na Hunain. Nakshu khatamihi, pete yake ilikuwa imeandikwa nini? Pete yake, kito chake kimeandikwa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muddatu umri wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi ameaga dunia akiwa na miaka 63. Shahadatuhu, kifo chake. Bwana Mtume alifariki tarehe 28 Safar mfungo 5 mwaka wa 11 Hijria. Kabruhu, kaburi lake liko chumbani kwake alipofia, Almadinatul Munawwara. Sallallahu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baada ya utangulizi huo kwa kumpa pole mfiwa wa kwanza ambaye ni Mtume Muhammad, sasa naomba turudi vuli vya watu watano. Sasa hawa ni akina nani? Mungu akamwambia fika, wa hadha Muhammad sallallahu Muhammad wa ana al-a'la, na mimi ndiyo niko juu zaidi, ndiyo mtukufu zaidi, hakuna wa kunifikia. Wa hadha Ali wa ana al-fatiru, na mimi ndiyo muumbaji wa kila kitu. Wa hadhihi Fatima, na huyu ni Fatima. Wa ana dhul ihsan, na mimi katika majina yangu ni dhul ihsan, mwenye kufanya ihsani na wema. Wa hadha al-Hasan wa ana al-Muhsin wa hadha al-Husainu. Alaitu ala nafsi, nimeapa alla yaatiyani ahadun wa fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min mahabbati ahadihim illa adkhaltuhu jannati. Mungu anasema katika hadithul Qudsi, nimeapa kwa nafsi yangu,
hakuna mtu yoyote atakuja siku ya Kiyama na ana chembe ya kumpenda mmoja wapo katika mabwana hawa watano, Muhammadun wa Aliyun wa Fatima wal Hasan wal Husain, illa adkhaltuhu jannati, lazima nimwingize peponi. Wa alaitu biizzati, na nimeapa yoyote atakayekuja siku ya Kiyama anamchukia mmoja katika hawa watano, huyo haiingii pepo yangu, pepo yangu haikanyagi. Ya Adam, haulai safwati min khalqi. Virozo na maajabu. Adam anaambiwa na Mungu, Adam, hawa ni viumbe wangu maalumu, special, hawa si watu wa kawaida. Leo tukimlilia al-Imam al-Hussein tumefanya virozo na maajabu. Kwa kupitia watu watano hawa na muokoa neweza kumuokoa kwa kupitia watu watano, na uwezo wa kumuokoa mtu ambaye anakaribia kughariki. Kwa kupitia watu watano hawa na uwezo wa kumuangamiza ambaye anastahili kuangamizwa, hawa watu watano, Muhammad wa Aliyun wa Fatima wal Hasan wal Husain salawatullahi wa salamuhu alayhim. Juzi tulikuwa safarini Singida, Tabora na baadaye Singida. Tulipokuwa Singida, mji wa Sheikh Manguri, tulimtembelea mmoja katika mashekhe wetu na mashia wetu. Kwenda kumsalimia, alikuwa mgonjwa. Hapa nataka nikueleze uzito wa ashabul kisa. Hichi ni kisa cha juzi, wala sio mwaka. Naomba nistiri jina lake kwa sababu yuko hai. Bwana huyu alifanyia operation kubwa, tumbo lote lilikuwa halifanyi kazi. Alipopelekwa kufanyia operation, sukari ikapatikana imeshuka mno. Kama nitakuwa sikosei, amesema ilisho kama 2 hivi au 1. Kwa hiyo operation lazima atakufa. Pressure nayo ikawa imepanda sijui 200 na ngapi. Operation haiwezekani. Daktari amefika, haiwezekani. Akamwambia daktari, naomba mnifinike shuka. Anasema nikafinikwa shuka kuanzia kwenye vidole vyangu mpaka usoni. Anasema nilipofinikwa shuka tu nikatawassal kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia mabwana watano hawa, Muhammad wa Ali wa Fatima wal Hasan wal Husain. Baada ya dakika 5, dakika 10, nikafungua uso, madaktari wanashangaa. Sukari imerudi, imeondoka, imekuwa kawaida. Pressure nayo imerudi kawaida. Jamani, hataki swala watu hiyo. Madaktari wakao wanashangaa imetokea nini. Wakamwambia uko tayari kufanya operation? Kama niko tayari. Akaweka saini. Anasema natueleza operation ile ilimchukua masaa kadhaa. Kama nitakuwa si sahau, alibakia pasi na kupata fahamu masaa 4, kama nitakuwa sijakosea, masaa 4, ima masaa 4 au siku 4.
hapa nimetatizika kidogo. Ima masaa 4 operation, baada ya kumalizika akakosa fahamu, na wakati wa operation mara 1 mara 2 mapigo ya moyo yamestop, yamenyamaza mara ya kwanza, madaktari wakaacha, yakarudi, wakaenda mara ya pili tena, wakasema potole ambale tumfanyie operation. Anasema kwenye yale masaa 4 au zile siku 4, katika vitu alivyoota alikuwa akiona juu ni nyeupe tu, anaona mbingu nyeupe, lakini anaona watu waliopendeza waliovaa nguo nyeupe. Na baadaye akaota kwamba ana safari, anataka kuelekea Karbala ya Abi Abdullah al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi. Kwa hivyo huyo ndio Husayn, huyo ndio Husayn ibn Ali. Lau si watu hawa nisingeliumba kitu chochote. Ndio ukakuta ile ihtimam ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipozaliwa al-Imamu al-Husayn, alivyodili naye ilikuwa sio kawaida. Ameletewa mtoto bado ni mdogo, anampa jina lakini analia. Al-Imam Ali ibn Musa Ridha anamwambia Ar-Rayyan ibn Shubayb kwamba umma huu haukujua thamani ya mtu kama huyu, ambapo makafiri ilikuwa ukiingia mwezi wa Muharram wanaharamisha vita, lakini umeingia Muharram watu wakamuua mtoto wa Mtume, wala hawakuangalia kwamba huyu ni mtoto wa Mtume. Wakaua watoto wake, wasabau nisaa, wakawachukua mateka watoto wake, wantahabu thiqla, vitu walivyokuwa navyo ahlul baiti vikachukuliwa. Fala ghafara Allahu lahum abada, Mungu asiwasamehe watu hao. Ya ibn Shubayb, ewe ibn Shubayb, in kunta bakiyan li shay'in fabqi lil Husayn, kama kuna msiba wa kuulilia, kama kuna mtu wa kumlilia, basi mlilie Husayn ibn Ali. Kwa nini? Fa innahu dhubiha kama yudhbahu al-kabsh, kwa sababu Husayn alichinjwa kama vile anavyochinjwa kondoo. Wa qutila ma'ahu min ahli baiti, hakuchinjwa tu peke yake, akauawa pamoja naye katika watu wa nyumbani kwake 18 rajulan ma lahum fil ardi shabihun. Wakauawa pamoja na Husaini watu 18 ambao duniani hakuna watu kama wao, watu watakatifu, watoto wa Mtume, wajukuu wa Mtume. Katika historia tunamkumbuka mmoja katika wafuasi wa Ahlul Bait aliyekuwa mshairi wa Ahlul Bait, Du'bal al-Khuzai. Amekwenda kumtembelea imamu wangu Ali ibn Musa Ridha. Al-Imamu Ridha alipomuona akamwambia, hebu niimbie ile kasida yako maarufu. Alipotaka kuanza kuimba akamwambia, subiria kwanza. Imamu akaikusanya familia yake, watoto wake, wake zake, akaweka pazia upande wa wake zake,
Al-Imam Ridha akamwambia subiri hatta taati Far, amhilni hatta taati Farwa, naomba usubiri mpaka aje Farwa, wa tasma'u ma suni'a bijaddiha. Farwa asikie alichofanyiwa babu yake. Yaqulu Du'bal al-Khuzai akaanza kumwimbia kasida yake inayoonyesha maasati na mabalaa na mauaji na ukatili wa kinyama uliofanyika katika ardhi ya Karbala. Uka chini alivyotapakaa vumbi, damu zilivyomtapakaa, jua linavyompiga. Waqad mata atshanan bishatti Furati, amekufa akiwa na kiu amekufa ana kiu, lakini amekufa wapi? Bishatti Furati, kando kando ya mto Furati ndipo alipokufa. Idhan lalatamtu al-khadda Fatima indahu wa ajraiti dama al-aini fi al-wajanati. Fatima, ungechukua mkono ukajipiga nao, machozi Fatima yangekutoka. Anakwenda mwenyewe mpaka anasema tawaffau utasha fil arai falaitani, wamekufa wakiwa na kiu tawaffau utasha fil arai falaitani, wamekufa na kiu wakiwa wangwani, wamekufa na kiu wakiwa kando kando ya mto Furati. Natamani tawaffaitu qablahum qabla hini wafati, natamani ningekufa kabla ya tukio la Karbala ya Hussein, nikaacha kulisikia. Anasema alinakili kisa, fasami'tu al-imamu yabki bukaan shadida, nikamsikia al-Imam Ali ibn Musa Ridha analia mno mpaka sauti imemnyanyuka kwa kulia. Du'bal anamsemesha Zahra, anamwambia Zahra, lau ungeyaona ya Karbala usingevumilia. Zahra mwenyewe kabla ya tukio la Karbala, lamma danat maniyatuha, kifo kilipokuwa kimekushamkaribia, maulati Fatima akamuita mwanawe Zainab, au da'ataha amana, akampa amana. Faqalat bunay idha ra'ayti akhaki al-Husayn wahidan faridan ala ardi Karbala. Allahu akbar, sikiliza maneno mazito haya. Fatima binti Muhammad anamuhusia binti yake Zainab, anamwambia Zainab, Hussein atauawa katika ardhi ya Karbala. Ukienda huko siku ukimpata Hussein ni wahidan faridan, yuko peke yake, hana mtu wa kumsaidia. Qabilihi fi nahri naomba umbusu kifuani kwake. Kwa nini? Fa innahu mawdi'a as-suyuf, kwa sababu hicho kifua, kwa sababu hiyo shingo yake karibu na shingo ni mawdi'u as-suyuf, hapo ndio panga zitakapopigwa. Shamihi fi sadri, mbusu kwenye kifua chake. Fa innahu mawdi'u hawafiri al-khuyul, kwa sababu kwenye kifua chake ndiyo sehemu watakayokanyagwa ni farasi. Fatima anayesemeshwa ni Du'bal al-Khuzai, idha ra'aiti akhaki al-Husayn wahidan faridan ala ardi Karbala
qabilihi fi nahri. Ukimwona kaka yako Husaini yuko peke yake, mbusu karibu na shingo yake, panga zitapita mahala hapo. Utakapomuona kaka yako Husaini faridan yuko peke yake, shamihi fi sadri, mbusu kifuani kwake. Kwa nini ya Zahra? Fa innahu mawdhi'u hawafiri alkhuyul, kwa sababu kwenye kifua chake atakanyagwa kanyagwa. Allahu akbar. Fatimatu Zahra ndio huyu ambaye siku ya kiyama watu wakiwa katika mahshar, watu wataambiwa ghaddu absarakum, nyota inamisheni macho yenu. Watu watainamisha macho yao. Fatima atapita akiwa na kanzu ya mwanawe Hussein, atamwambia Mungu, ya Rab arini waladi al-Husayn, Mungu nionyeshe mwanangu Husaini yuko wapi. Fayati nidau min qibali llahi ta'ala, itakuja sauti ikitoka kwa Mungu inasema, ya Fatimatu undhuri fi qalbi alqiyama, angalia katikati ya kisimamo hapo, Fatima piga macho. Fatara waladaha juthatan bila ra'si, atamuona mwanawe Hussein akiwa ni jimwili tu ambalo halina kichwa. Ya Rabbi arini waladi al-Husayn, Mungu mwanangu Husaini yuko wapi? Fayati nidau, itakuja sauti mwambie Fatima, angalia katikati ya watu hapo pana nini? Fatima ataangalia, fatara waladaha juthatan bila ra'si, atamuona mwanawe tamuona mwanawe yuko pale ni jimwili halina kichwa. Sura ile ile ambayo aliuliliwa Karbala, muqatta' al-a'dha'i, amekatwa baadhi ya viungo. Mahzuz ar-ra's min al-qafa, amekatwa kichwa kwa kupitia nyuma. Kwa nini? Shimru bin Dhiljawshan alayhi la'inullah, baada ya Husaini kuanguka anataka amkate kichwa. Kila alipoangalia uso wa Hussein, nuru aliyokuwa nayo, anavyong'ara uso wake ulikuwa ni kama uso wa Mtume Muhammad. Akashindwa kumchinja, akamgeuza kisogo, akamchinja kwa kisogosogo. Masluba al-imamati warida, Fatima atamuona mwanawe kwenye hali hiyo ambayo hana kilemba, nguo zote za kifahari yamenyang'anywa. Indaha tusihu Zahra, hapo Zahra atashindwa kuvumilia. Fatima atalia huku anasema, aiwa walada. Naomba sote tumuunge mkono, tuwe naye Fatima, sote tuseme wa walada, wa walada, wa walada, wa Husaina. Wa walada fatadujju almalaika lidajjatiha, malaika nao watalia, malaika nao watanyanyua sauti kwa sababu ya sauti ya Zahra. Wayadujju ahla almahshar, ahlul mahshar walioko kwenye uwanja wa mahshar nao vile vile watalia na watanyanyua kelele. Wayasihu aljamii, wote watapiga kelele wakisema, aiwa Husaina, ewe Husaini wangu. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. يقول الإمام الصادق عليه السلام,
ibki ala jaddi al-Husayn. Imam Sadiq anasema mlilie babu yangu Hussein, wa as'id bidhalika Fatima, na mfurahishe kwa kulia kwako Fatima az-Zahra. Unapotoa chozi unapomlilia al-Imam al-Hussein, basi umemridhisha Fatima, umemuunga mkono Fatima. Na ndiyo maana wenye kutambua mambo wanasema msiba wote anaotajwa Hussein, Fatima az-Zahra anahudhuria katika msiba huo. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammad ayya munqalabin yanqalibun, wal aqibata lilmuttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Bismillahir rahmanir rahim. Amman yujibul multarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amman yujibul multarra idha da'ahu su'. Amman yujibul multarra idha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbi, kwa baraka zako, kwa nguvu zako, kwa taufiki zako Mwenyezi Mungu ya Rabbi, sisi tuliokuwepo hapa ni wanadamu. Mwaka uliopita wa 1447 tulikukosea, tulifanya madhambi makubwa, tulifanya madhambi madogo, tulikukosea katika kila sekta na kila sehemu. Tunakuomba ya Rabbi, kwa baraka zako na nguvu zako, tusamehe madhambi yetu yote tuliyoyatenda ya Rabbal Alamin. Mungu, yoyote katika sisi tuliohudhuria majlisi hii na ndugu zetu ambao wameshindwa kwa sababu ya udhuru, yoyote atakayekufa Mwenyezi Mungu afe na hana dhambi hata moja ya Rabbal Alamin. Lakini kubwa zaidi, Mungu tunakuomba mwaka huu wa 1448, Mungu tupe nguvu na uwezo, tusikukosea hata siku moja ya Rabbal Alamin. Tusifanye aina yoyote ya madhambi ya Rabbal Alamin, liwe dhambi kubwa liwe dhambi ndogo ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu tunakuomba vile vile ya Rabbi, tuliokuwepo hapa hakuna mtu mzima hata mmoja. Maradhi ndiyo yametutawala, sukari imetutawala, presha imetutawala, magoti yametutawala, migongo imetutawala, mifupa yote haifai ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa baraka za msiba huu wa Mtume Muhammad, kwa baraka za msiba wa al-Imam al-Hussein, Mwenyezi Mungu tuondolee maradhi tuliyokuwa nayo, tupe shifaa katika shifaa yako, tupe dawa katika dawa zako. Mwenyezi Mungu ya Rabbi, tupe afya njema tuweze kufanya mambo yetu, na utuondolee aina zote za maradhi ya Rabbal Alamin. Lakini Mungu tunakuomba vile vile ya Rabbi, hali zetu za uchumi zimekuwa ni ngumu, biashara zimekuwa ni ngumu, hata baada ya kufunguliwa Hormuz pia bado mambo hayajakuwa vizuri, vitu vyote vimepanda ya Rabbal Alamin. Mungu tunakuomba kwa baraka za msiba wa al-Imam al-Hussein, Mungu tupe riziki iliyokuwa pana na iliyokuwa ya halali ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu tuondolee umaskini na ufakiri tuliokuwa nao ya Rabbal Alamin. Mungu tunakuomba mwakani, mwaka huu wa 1448, tuwe sisi mstari wa mbele kutoa zaka, kutoa khumsi, kutoa sadaka, kutoa kila aina ya kuwasaidia wasiokuwa na uwezo. Sisi ndio tuwasaidie watu na wala sio sisi tusaidiwe ya Rabbal Alamin. Mungu tunakuomba ya Rabbi, katika majlisi hii na katika kikao hiki ambacho ni kikao wanahudhuria watu wakubwa, lakini kwa sababu ya madhambi yetu hatuwaoni, macho yetu yamekuwa na giza, tumekuwa vipofu kwa sababu ya madhambi yetu ya Rabbal Alamin. Mungu tunakuomba kwa baraka ya majlisi hii, jumuiya yetu ya TIC Mwenyezi Mungu ilinde ya Rabbal Alamin. Hauza yetu ya al-Imam Sadiq Mwenyezi Mungu iangalie kwa macho yako mawili ambayo hayalali. Taasisi zetu hizi Mwenyezi Mungu zilinde, ziepushie na kila shari na kila ubaya ya Rabbi.
yoyote anayekusudia jumuiya yetu pamoja na watumishi wake na mashekhe wake na viongozi wake kwa shari, Mwenyezi Mungu shari hiyo isitufikie ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu wanafunzi wetu, mashekhe na watumishi, Mwenyezi Mungu walinde wewe ya Rabbi, kwa sababu hakuna mwingine wa kuwalinda. Yoyote anayewakusudia kwa shari na ubaya huo na shari hiyo iwarudie wao wenyewe ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbi, mtu ambaye atakosa taufiki kutoka kwako hawezi kufanikiwa katika maisha yake. Mungu tunakuomba taufiki katika maisha yetu. Mungu tunakuomba taufiki katika harakati zetu za maisha. Kila aliyekuwa katika sekta yake, Mwenyezi Mungu mwekee mkono, umuangalie ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ya Rabbi, marhumina wetu wote waliotangulia mbele za haki, hususan ndugu zetu waliozikwa Sungwi na sehemu nyinginezo, Kabristani na sehemu nyinginezo, na shekhe wetu Sheikh Abdallah Saifulinga Naweka, na watu tuliokuwa tunawapenda, tulikuwa nao katika majlisi hizi, Mwenyezi Mungu umewapenda zaidi ukawachagua. Ighfir lahum warhamhum wa askinhum fil janna. Mungu wasamehe, wahurumie na waweke peponi ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yafanye makaburi yao ni mabustani katika mabustani ya peponi, na wala usiyafanye makaburi yao ni mashimo katika mashimo ya motoni. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Naomba mikono juu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج علينا جميعا وعلى كافة المسلمين. فرج علينا جميعا وعلى كافة المؤمنين. فرج علينا جميعا وعلى كافة الحاضرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، مع الصلوات 3 مرات على حب الزهراء بأعلى أصواتكم. نبينا